madini kila tamaa ina gharama yake. Ukisikia jina madini, usione utajiri pekee, kumbuka waliopotea. You had a lot of things to do? Yeah, but you didn't fucking understand anything what happened. You slept the whole show. That's your wife? Oh, what a nice lady. Oh, that's sweet. What happened today? Max, I promise you don't know what I was going through today. They closed my surgery because I had a water leakage in my whole surgery, so I had to go. Wow, they closed the surgery because you had leak? Leaking water. Leaking water? Not me, The the pipe. pipe? I didn't say you leaking. He goes, I'm not leaking water. Nafikiri kila mmoja anaelewa dhumuni lililotuleta hapa. Sidhani kama kuna mtu atakuwa na swali. Ramani kama ndo mnavyoiona hii hapa. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Kevin. Nafikiri jina sio geni kwenu. Project kubwa ambayo tunaenda kuifanya. Tutaenda kama waandishi, lakini mimi sitakuwa miongoni mwenu. Jim. Yes. Nicholas. No. Nafikiri nyinyi ndio mtakuwa viongozi. Na lengo kubwa kule hatuendi tu kutengeza projekti za kuandika labda vitabu, labda habari. Hapana. Kuna Mjerumani mmoja ambaye aliacha madini kwenye ule msitu. Kwa tutapata faida nyingi endapo tutabahatika kuipata hiyo mali. Kikubwa zaidi na jambo la msingi la kuzingatia, inatakiwa tuwe makini. Tutambue kilichotupeleka ni nini na wajibu wetu uliotupeleka kule ni nini. Cha kuzingatia zaidi, tuwe makini. Tuwe makini sana, kwa sababu tunaelewa tumeshafanya kazi nyingi na changamoto tunazielewa za kazi. Sidhani kama kuna mtu yoyote hajanielewa kufikia hapo. Lakini pia kama kuna maswali, changamoto yoyote unaweza kauliza. Did you smoke something? So he goes, I couldn't get a hold of any drugs today. Maybe that's the problem. Nicholas. Ndio kiongozi. Nafikiri ni kukabidhi hii ramani. Itawasaidia katika safari yenu. Mimi nafikiri niwatakie safari njema. Ndio kiongozi. Na muwe makini sana. Sana. Tulitoka na ndoto, mifuko ikiwa mitupu, tukaamini msitu na siri ya kesho. Tulifuata mwanga, tukakutana na giza. Kila hatua mbele ikawa bei ya maisha. Madini
kung'ara machoni, lakini damu haiwezi kurudi tena. Kila hazina na hadithi yake, na kila tamaa ina gharama yake. Ukisikia jina madini, usione utajiri pekee, kumbuka waliopotea. Every step I take, I see her face, and every drop of blood is a debt I'm collecting. They have no idea what they created. Look now. Jamani, ramani ndio hii hapa. Kama inavyoelekeza. Tutapita kwenye kamto. Nahisi na mto ndio huu hapa. Kwa kuna pori mbele hapo, mkono wa kulia. Sijui tunaelewana? Nahisi ndio lile pale maeneo yale pale. Kwa hapa tukaze, maana inaelekeza tukivuka kaka mto, tunaingia kwenye hilo pori. Tukaze jamani. Mnazingua bana, tushachoka. Yaani tumetembea sana. Kwa nini tusipumzike? Yaani tumeshachoka wengine hapa yani. Safari hatufiki. Tunakaribia kufika. Kwa jamani tukazeni. Si tunaelewana? Tunakaribia kufika hapo mbele tu hapo. Sawa. Tuondoke. Every step I take, I see her face, and every drop of blood is a debt I'm collecting. Tulitoka na ndoto, mifuko ikiwa mitupu, tukaamini msitu na siri ya kesho. Tulifuata mwanga, tukakutana na giza. Kila hatua mbele ikawa bei ya maisha. Madini kijana, mmeingia kwenye msitu huu hapa. Huu ni msitu wa Lemba babu yangu. Na vile vile najua mnachofuata. Ila na hapa tu masharti ya huu msitu. Sijui unanisikia? Sharti la kwanza, haitaki ukojoa maeneo ya huko. Ndio ukojoa ukiuga angalia huko. Sharti la pili, haitaki kulewa kwenye msitu. Na sharti la tatu, haitaki kuchikachika ovyo ovyo kwenye msitu. Sharti la nne na la mwisho, haitaki kuona kichote kile mdudu yote ukamuua, hata kiwa sisimizi. Sijui umenielewa? Hao ndio masharti ya msitu huu hapa. Na kama ukiuka masharti yote anayowapatia, kitachotokea
Jamani, tusikilizane. Nimekutana na kiumbe cha ajabu. Amenipa masharti. Naomba tusikilizane kwa makini. Sharti la kwanza, hairuhusiwi kukojoa ukiwa umeangalia mashariki. Sharti la pili, hairuhusiwi kunywa kinywaji chochote cha kilevi, yaani pombe. Sharti la tatu, hatuhitajiki kuchekacheka ovyo ovyo. Sharti la nne na la mwisho, haturuhusiwi kuua mdudu yoyote kwenye huu msitu. Atakayekosea masharti hayo, utaiona mbinguni. Kwa jamani, tuwe makini. Nyewe sema tuweni makini. Jamani, namuelewa huyu. Jamaa bangi uzishaanza kupanda. Yaani tumebakiza hatua kidogo tu hivi unatuambia kwamba tusikotise masharti huko ndani. Sasa huko kuna masharti gani? Acheni basi hivyo bana. Tushaanza kugopeshana. Unasikia nyinyi? Twendeni bana. Tusimsikilize huyu. Maneno yake uongo tu ama lolote. Shaanza kugopesha watu ndo nini sasa mshikaji? Kweli. Huyu jamaa bange huyu. Kwa mimi naenda kujoa mwanangu. Mimi naenda kujoa. Tusikojoe uongo huyu jamaa naye hivi. Watu tunakojoa sasa. Watu tunakojoa live. Live. Hizi damu hii. Mama yangu. Step I check, I see her face, and every drop of blood is a debt I'm collecting. They have no idea what they created. Look now. Mr. Mouse. Oi, Mr. Kelly. Karibu. Mr. Mouse. Sitoka muda mwingi sana hapa. Nataka kujua ukimya wako na maisha nini? Nataka kujua ukimya wako na maanisha nini? Tatizo nini? Kwanza samahani bwana Kelly. Nilikuwa naomba univumilie. Mimi na wewe tumefanya biashara nyingi. Katika hili siwezi nikakufelisha. Unanichanganya sana bwana Mouse. Ulinihakikishia ndani ya siku 2-3 mzigo utakuwa tayari. Lakini naona kimya tu. Unajua nina mambo mengi sana ya kufanya ndugu yangu.
Kesho kutwa nitakiwa nisafirishe mzigo, halafu nawe uko kimya tu. Una maana gani? Nalijua hilo, sababu kuna vijana wangu ambao nimewaagiza kule. Najaribu kuwapigia simu lakini siwapati. Oh my God. He said, I want a family woman that can handle a busy man. Bila shaka unanifahamu. Huwa sina maneno mengi sana. Naondoka. Nakupa siku hii. Siku moja. Yeshu yewe kamilika. You work 7 days and then you come and go, honey, I will cook and clean for you also. Jamani, siamini kitu. Tuwe makini kwenye msitu. Hapa cha msingi ni kwenda nyumbani. Turudini nyumbani. Tulitoka na ndoto, mifuko ikiwa mitupu. Tukaamini msitu na siri ya kesho. Tulifuata mwanga, tukakutana na giza. Kila hatua mbele ikawa bei ya maisha.